Viongozi wa upinzani wamekosoa vikali bajeti ya mwaka huu wakitaja kuwa adhabu kwa Wakenya. Viongozi hao wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka na mwenzake wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Viongozi hao walisema mikakati mpya ya ushuru itawalemea Wakenya ambao tayari wanakabiliwa na wakati mgumu kujipatia chakula cha kila siku. Na kama Anthony Kipnusu anavyoripoti, viongozi hao walikosoa vikali viongozi wa Kenya Kwanza katika eneo la Magharibi, wakiwatuhumu kwa madai ya kushindwa kushughulikia masuala muhimu yanayoathiri wakazi. Viongozi wa muungano wa upinzani leo walifanya mkutano wa kisiasa katika mji wa Luanda, kaunti ya Vihiga, katika eneo la Magharibi. Ukabila! Katika mkutano huo walielekeza mashambulizi makali dhidi ya baadhi ya viongozi kutoka eneo la Magharibi wanaomuunga mkono Rais William Ruto, akiwashutumu kwa kushindwa kushughulikia changamoto nyingi zinazoathiri wananchi wa eneo hilo la Magharibi kwa jumla. Watu ya Western mumetumika miaka mingi kama tissue paper. Wakati umefika mkatae kutumika vibaya. Pia walielezea kutoridhishwa kwao na makadirio ya bajeti ya mwaka 2026-2027 yaliyowasilishwa bungeni jana, wakisema mikakati mipya ya ushuru itawalemea zaidi wa Kenya. Tulitoa the people's budget, tukatoa budget ya wananchi, na tukasema hii ugomvi na ugonjwa wa sho kama vile jina upenda kusema itapotea. Viongozi hao waliisihi serikali kushughulikia haraka uchumi wa taifa hili ambao walidai unaendelea kudorora, wakisema Wakenya wengi wanaendelea kuhangaika kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu, ukosefu wa nafasi za kutosha za ajira. Kabla huja kuja Western kuahidi kiti ya 2032, kabla huja kuja kuomba kura, ile ahadi uliweka kwa mkataba ya kilomita 1,100, kabla next year mwezi ya 8 kuja hapa ujenge rami kilomita 1,000 ndio uweze kuzungumza na hii Waluya. Viongozi hao wa upinzani walitaka kuwepo kwa uwajibikaji mkubwa katika matumizi ya pesa za umma, huku wakiitaka serikali kuzipa kipaumbele sera zinazoboresha maisha ya wananchi wa kawaida. Ati wanasema tuvumilie mpaka 2032. Watu wa Luanda, mtakubali? Kama mnajua kwamba watoto waliuawa kiholela kwa sababu ya kufanya maandamano ya kikatiba, hatuwezi kupigana. Tumeelewana? Ile timu, naona timu kama Arsenal ama Manchester United ama PSG, kila mtu ako namba yake kwa kucheza, tuko na captain, but every player is important. Hapo namna gani watoto? Huku haya yakijiri, baadhi ya viongozi wa upinzani kutoka kaunti ya Bungoma waliwaonya wapinzani wao katika muungano wa Kenya Kwanza dhidi ya kupanga kuvuruga mikutano yao katika eneo hilo. Tunatumia huyu mbunge wa Kimilili Didmas Barasa, ambako anajua kuwa sisi tulipanga mkutano utakuwa tarehe 13 saa 9 Ekitali. Yeye anakuja kuweka mkutano yake saa 8 katika same venue Ekitali. Atoka pale ndiye aende kule pale Mtomolo.